بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ikiwa ni usiku wa tarehe 16 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1440, katika darsa ya kitabu zaka kutoka katika kitabu al-Mulakhas al-Fiqhi للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. tulimalizia katika kikao cha mwisho tulichokaa باب في زكاة عروض التجارة، na aina za zaka au za vile vinavyotolewa zaka tulivyozungumzia huko nyuma ni zaka katika mali, ikiwa ni wanyama, ikiwa ni katika nafaka, ikiwa ni katika bidhaa za biashara na nyinginezo, katika matunda. Yote hayo yanayozungumziwa ni mali. Na leo biidhnillah ta'ala tutaanza babun fi zakati al-fitr. زكاة الفطر يسميها العلماء زكاة الأبدان. زكاة الفطر wanaoviona huitwa ni zakat al-abdan, kama vile zile zaka tulizotangulia kuzungumzia kule nyuma ulama huita zakatul amwal, zaka za mali, لأن زكاة الفطر تجب على الشخص لا على المال. سبب زكاة الفطر ni wajib kwa mtu, si kwa mali, na ndio maana hata mtoto mchanga pia atolewa zakatul fitr. kadhalika mtumwa ala al-hurri wal-abdi, wakati zakatul mal katika masharti yake ni lazima mtu awe nini? Hur. Ama zakatul fitri hata mtumwa pia hutolewa zakatul fitr. Hii kwa hivyo inajulikana kama ni zakatu al-abdan, na zile tulotangulia kuzieleza ni zakat al-amwal. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: زكاة الفطر من رمضان المبارك تسمى بذلك لأن الفطر سببها، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه. akaanza na kueleza kwa nini imeitwa zakatul fitri. sema zakatul fitri katika mwezi wa Ramadhani uliobarikiwa huitwa kwa jina hilo kwa sababu fitr ndio sababu, fitr ndio sababu ya kutolewa ile zaka. Kwa hivyo ni kama imedhifishwa na kuegemezwa katika kuegemeza kitu kwenye sababu yake. Zakatul fitri yani zaka inayotolewa kwa ajili ya fitri. والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. ندليل ya uwajibu wa zakatul fitr ipo katika Qur'an na sunna na ijma', ingawa iko wazi zaidi katika sunna. Na katika Qur'an kuna aya ambazo
بعض السلف ولتاج كون أدلة زكاة الفطر. قال الله تعالى قد أفلح من تزكى kisha inafuata wadhakara isma rabbih fasalla. Katika aya zote za Qur'an zinazozungumzia kuhusu zaka, mwanzo huanza kutajwa nini? Naam, as-salah wa aqimus salata wa atuz zakah, sio? Lakini hii aya pekee yake sema qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. قال بعض السلف كعمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى وغيره المراد بالتزكي كتكسك كجتكاسا كنكوكسوديوا hapa هنا إخراج زكاة الفطر ni kule mtu kutoa zakat al-fitr. Zakat al-fitr yatolewa kisha ndio watu wakaenda kufanya nini? Wakaswali. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Kama vile wametoa dalili ya aya ya suratul Kauthar, ni dalili ya kichinjo cha udhiya, wasema fasalli li rabbika wanhar, na kule huwa yaanza nini? Swala kisha ndio kuchinja. Kwa wakasema hii ni dalili ya udhiya. Qala وتدخل في عموم قوله تعالى وآتوا الزكاة، كذلك ينجيا واجب زكاة الفطر katika kuenea kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema waatu az-zakata wa aqimu as-salata wa atu az-zakah. Na zaka hapa ingia kila aina ya zaka. Wa fi sahihaini wa ghayrihima, katika Bukhari na Muslim na vinginevyo katika vitabu vya sunna, farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitr. Ashahidu farada, amefaradhisha. Hii ni dalili ya kuwa ni faradhi kwa Muislamu kutoa zaka ya fitri. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، بيشي يتند أو بيشي يشعير، على العبد والحر، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فزكاة الفطر تجب على كل مسلم حتى من لا تجب عليه زكاة المال. hata yule ambaye si wajibu kwake kutoa zakat al-mal ni wajibu kutoa zakat al-fitri. Ndio ukaona zakat al-fitri hata maskini pia atakikana atoe ikiwa atapata cha kumtosheleza mchana na usiku. Hapa kumetaja ala al-abdi wal-hurr. Wal-abd la tajibu alayhi az-zakah aslan, mtumwa si wajibu kwake kutoa zaka. Lakini hapa alipotajwa ni kuonyesha kuwa zakat al-fitr ni tofauti na zakat al-mal. Zakat al-fitr ni wajib ala al-hurr wal-abd au al-abd wal-hurr wal-dhakari wal-untha, awe mume awe ni mke, was-saghiri wal-kabiri min al-muslimin, awe ni mdogo awe ni mkubwa amebaleghe katika Uislamu, ni wajib kutolewa zakat al-fitr. وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها، ومنكو ونوفيوني wengi ijma' ya waislamu juu ya wajibu wa zakat al-fitr. Ni jambo ambalo lafahamika kwa zakat al-fitr ni wajib. Ila kushangaza kuna baadhi ya watu mpaka leo hawatoi zakat al-fitr, si kwa kutokuwa na uwezo, aona kama si wajibu. Yani watu wako kiasi hicho nyuma katika elimu ya dini, kiasi cha kuwa mtu yaweza kupita Eid al-Fitr au ikapita Ramadhani mpaka ikaingia Eid na asitoe zakat al-fitr kabisa, wala habari hana. Kwani lazima bwana
ama wengine wasema lakini mimi maskini, na hapo ashapokea magunia matatu ya mtele. Utakula wewe gunia zima la mtele asubuhi na jioni? Basi ni wajibu kwa wewe kutoa zaka. Ni wajibu, maadamu ni Muislamu, ni wajibu kwa wewe kutoa zakatul fitri. Na hii ni kwa ijma' ya Waislamu. Hapa ilikuwa tuzungumzia kuhusu hukumu ya zakatul fitri na kuthubutu uwajibu wake katika Qur'an na Sunna na ijma'. Fama alhikma min mashru'iyatiha, kwa nini imeamrishwa zakatul fitri? قال والحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم أي من الذنوب، نطهارة kwa yule mwenye kufunga kutokamana na madhambi. Maana huenda akawa katika Ramadhani yake ile ameteleza, afanya dhambi, binadamu aweza kukosea. Katika hali kama hii akitoa zakatul fitri ajitahirisha na kujisafisha nafsi yake na kuitakasa kutokamana na yale maasi na madhambi aliyofanya. طهرة للصائم من اللغو وهو الكلام الباطل أو ما ليس فيه فائدة، maneno ya batil au maneno ambayo hayana faida ndani yake. Al-laghu, maneno ya upuzi yasiyokuwa na faida ndani yake. والرفث وهو الكلام الفاحش الخبيث، maneno machafu, maneno maovu pengine mtu ametamka. وطعمة للمساكين، na ni chakula kwa wale wasiojiweza maskini. Hizi hikma azitaja mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada ya zakatul fitri. وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام، na pia zakatul fitri ni kuonyesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa umeweza kutimiza faradhi ya nini, ya funga. Maadamu umeweza kutimiza faradhi ya funga, alhamdulillah, ni neema. Kwa hivyo katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala watoa zakatul fitri. قال وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا حرا كان أو عبدا. نهب الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أيلز على من تجب زكاة الفطر، نكوناني imewajibika zaka ya fitri. Kasema ni wajib zakatul fitri kwa kila muislamu, awe ni mume au mke, awe ni mdogo au mkubwa, awe yuko huru ama ni mtumwa, ni wajib wote hao kutolewa zakatul fitri. لحديث ابن عمر، na hadithi hii tumeitaja hapo juu, faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila akhiri الذي ذكرنا قريبا. ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وفرض بمعنى ألزم وأوجب، أملزميش نكواجبيش يويوتها زكاة الفطر، أو نمتوم أو aliyekuwa huru, awe ni mume au ni mke, awe ni mdogo au ni mkubwa, maadamu ni katika Uislamu ni wajib juu yake kutolewa zakatul fitr. Mpaka hapa tulipofikia tuelewana? Naam. Aya, kinachofuata kina upambanufu, yani ubainifu mkubwa zaidi, mpana zaidi. Kwa hivyo naona hapa au naomba hapa tusikilizane kwa makini. Qala, na hii ndio leo tutakaomalizia biidhnillah. Kama anna fil hadithi aidan bayana miqdari
ما يخرج عن كل شخص وجنس ما يخرج. kwa hivyo hapa kuna vitu vingapi? Jambo la kwanza asema kama vile katika hadithi hii pia mna nini? Bayana miqdari ma yukhraju an kulli shakhsin. Jambo la kwanza kubainishwa kiwango kile ambacho kila mmoja aamrishwa atoe. Sema sa'an min tamrin au sa'an min sha'irin. Wa jinsa ma yukhraju, na jinsi ya kile kinachotolewa ni kitu gani. Katajwa tende, katajwa shair, katika hadithi nyingine kukatajwa vitu vingine. Famiqdaruha sa'un. Mwanzo tukizungumzia kiwango chake ni pishi. Hii saa yapimwa kwa njia gani? Asema wa huwa 4 amdadin. Na saa moja ni vibaba vinne. Mimi nasikia Kiswahili tu vaitwa hivyo vibaba. Saa wasema ni pishi. Kwa nini sijui? Lakini waita kibaba, waita pishi. Saa waita pishi sio? Na mudu waita nini? Kibaba. Kwa nini inaitwa kibaba? Labda watu walikuwa wakipigana makofi namna hii kisha kitana kibaba sielewi. Lakini ndio Kiswahili hicho. Almuhim kiliitwa kibaba, acha tukiite kibaba. Kibaba ni nini? Ni mikono ya mtu ambaye ni mutawassit alqama. Yani si mrefu sana, mkiwa mrefu sana mikono yake pia huwa nini? Mirefu. Au akiwa mfupi sana pia vikono vyake huwa nini? Vidogo. Kwa hivyo awe ni mutawassitan, mikono yake iko kati na kati. Si mirefu sana akawa akibeba kingi, pengine aweza kubeba kilo kama 2 hivi kwa mkono wake, yawezekana. Wako watu mimi nawajua kwa mkuu akifungua mkono hivi ufiki huko juu, mkono wako wa katikati hivi. Ushaona watu? Allah aumba, mimi najua mmoja afanye, akikupa mkono afanye hivi seremala, sijui kwa sababu ya ile kushikashika sana nyundo na nini. Almuhim ana kono mashallah. Huyu hayumo huyu akipima pishi huyu ataleta hasara. Kwa hivyo huyo haangaliwi. Na kuna wengine vikono vyao vidogo hivi kwa sababu ya mwili wake labda mdogo, pia mkono midogo. Huyu akibeba yaweza kubeba nusu kilo, baada ya kumaliza kipimo nusu kilo. Huyu pia yuko kando, pia wataumiza watu. Kwa hivyo achukuliwa yule wakati na kati, mikono yake miwili akibeba 1 2 3 4. Hiyo ndio nini? Saa. Umeelewa? Kwa hivyo akibeba kwa mfano mchele kwa mikono yake miwili, ajaze hapa 1 2 3 4, ishakuwa nini? Saa. Kwa hivyo vibaba vinne ndio vatimiza pishi moja. Umeelewa hapo? طيب. وهو 4 أمداد. وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد. hapa sasa jinsi ya kile kinachotolewa katika chakula ambacho chatumika zaidi katika ile sehemu anaoishi yule anayetaka kutoa zaka ya fitri. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja sa'an min tamrin, akataja sa'an min sha'irin, akataja sa'an min zabibi. Kwa mfano leo ukampa mtu pishi ya zabibu kama nenda kale, chakula hicho saizi. Sasa hivi mtu atakwambia si chakula, ingawa yajuzu kutoa zakatul fitri zabibu. Lakini tusema sasa hivi kama hapa kwetu tunapoishi, kweli mtu aweza kukaa chini na sinia ya zabibu yuala. Zabibu ni zile zilizokaushwa, simaanishi zile grapes. Zile si zabibu, zile ni inab. Zabibu zikishakaushwa zaitwa zabibu. Kiswahili zote mbili zaitwa zabibu, lakini Kiarabu kusema zabibu ni kitu kingine, kusema inab ni kitu kingine. Inab ni kabla ya kukaushwa. Kikaushwa inaitwa nini?
zabibu. Tayeb, kwa mfano nasema leo kaja Mombasa yetu hii, kwambia mtu basi wewe Eid chukua fuko la zabibu ili ndio utakula lunch leo, kila leo na wanawe mtakula hii. Kweli ndio kuti inayotumika hapa. Kwa hivyo ile inaowafaa watu zaidi sasa. Wakati wa Mtume sallallahu ilikuwa ni chakula. Yaani mtu aweza kukaa chini hapa yuala nini? Zabibu. Ama yuala tende, ndio chakula chao. Aweza piga mtu miezi miwili ala tende na maji tu. Hakuna chakula kingine. Tende na maji. Kwa hivyo akakaa pale ala kile kitu. Sasa itatizamwa pale mahali qut albalad. Kwa mfano huku kwetu mchele waliwa sana, ama mahindi yaliwa sana. Kwa hiyo waweza kusema kwa kuwa kwetu mchele waliwa sana, wacha mimi nitoe mchele, na mwingine akasema mimi natoa mahindi. Yote sawa, haina tatizo lolote. Burran kana au sha'iran, iwe ni burru ama iwe ni shairi, au tamran au tende, au zabiban au zabibu, au aqitan. Nani ajua aqit nini? Aqit nani shaona aqit? Shawai kuona? Hakuna mtoto mmoja mimi aqit amjui. Ukisoma utasema ni labanun mujaffaf, maziwa yaliyokaushwa. Lakini maziwa yakaushwa vipi? Ni yale maziwa ya unga yauzwa ndio nakusudiwa hapa? La, aqit min shakula. Lakini sidhani kama kuna mtu aweza kula hapa. Akipewa kama atakula, upewe zakatul fitri aqit, huli wewe. Na ndio maana baadhi ya wanaoviona wakasema hii ni hasa kwa ahli albadawa. Baba yangu alikuwa bedui wa kikweli, Allah yarhamu. Kwa hivyo hiki kitu alikuwa akileta nyumbani, mtu mwingine tukila. Hivi ndio inavyotengezwa. Yachukuliwa maziwa, kisha yajazwa chumvi, kama vile papa. Chakula papa amejaa chumvi. Sasa ile maziwa yajazwa chumvi. Yakishajazwa chumvi yawekwa katika chombo hivi, kisha yaanikwa kiasi tu mpaka yakauke yale maziwa. Yakauka yashikana nini na chumvi, kisha yachukuliwa yakatokatwa hivi, katokatwa vipande kama labania vile, magumu hayo, na ukila chumvi tupu. Kisha ikishakauka, na jua lile la nchi za Kiarabu hasa kama Yaman, Hadramaut, jua ni kali sana. Kwa utaziona zatengezwa kama mfano wa mkufu vile, katika kamba hivi yafungwa, kisha zaanikwa tena zikauke kabisa. Zikishakauka zile, kisha zawekwa kwenye store. Haiozi hata ukafanya nini, haiozi tena. Sasa ikifika wakati wa jua kali, sasa hakuna chakula, sasa ndio yatolewa watu wala ile. Sasa ndio yasukuma maisha, mnakula ile yasukuma maisha. Chakula konde za kunazi pia kule ilikuwa ikisagwa ile konde ya kunazi, kisha ndio watu wala, sababu ya njaa, hakuna chakula. Mabedui wale wakiishi kule maisha magumu. Kwa hiyo walikuwa wakila hii aqit, ni maziwa aina hiyo. Nafikiri waweza kuchora picha na kusudia nini. Alafu kila na chumvi nyingi, malih jiddan, kama vile ukila nini papa na chumvi nyingi, sio yote chumvi ile yakauke, sio alafu asioze. Kwa namna ile ndio haya maziwa yanavyofanya. Na mtu ambaye atoka Hadramaut, Mtume aweza kuletea, nafikiri yauzwa paka leo kule. Ukinunua ile utoe, wasemavyo utoe ushamba tu, ndio hii aqit, ndio hii aqit. Sio waisoma tu wala hujui kitu gani. Lakini kuila huwezi kuila, na hakika sisemi kimzaa, hivi mlivyo nyinyi na hakika ukapewa kama sasa hii kula utairamba. Walikuwa wakilaje hawa? Ndio zakatul fitri hiyo, wengine walikuwa wakipewa hiyo na wakila. Ile hali ilikuwa ngumu, kwa hivyo wakawa wala vitu kama hivi. Na ndio nasema hapa walikuwa kila zabibu
walikuwa wakila tende, ndio chakula chao. Walikuwa wakila yuaqit, wakila shairi. Hali ilikuwa namna hiyo. Bimaana masahaba wakati wao hakukuwa na unga, eti unga umesagwa hivi alafu atengezwa, labda uponde pondo hivi. Hata ikitengezwa mkate bado ule mkate una nini? Una zile yani zile chafya za kama ni ngano ama nini namna ile. Lakini angalia walivyoishi wakawa na afya. Watu wa zamani waliishi wakawa na afya. Leo mashaallah kila kitu kimefanywa msahal, lakini maradhi yamekuwa mengi sana. sallallahu yu'inana wa iyyakum. أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد وغلب استعمالهم له. أو chochote katika aina ya chakula ambacho watu wamezoea kula katika ile nchi na ikagharibu kutumika, bimaana sana yatumika, kal aruzzi wadhurati, kama vile mtele. Kwetu tuita mtele, wengine wasema mchele, sawa. Kama kwenu huitwa mchele, wengine huita mtele, lakini ni huo. Jamaa waliulizwa niwafanyie nini wanangu, wakasema mtele baba. Mtele ulikuwa unkosekana Mombasa. Kamwambia waziri wao, mtele baba, tuletee mtele, watu waupenda sana. Wao waliwa. Na kwingine watu huita nini? Mchele. Ndio ule wali. Ndio ule ndugu zetu wa Tanzania waita, ukishapikwa huitwa ubwabwa. Ndio huo unaokusudiwa hapa. Huu ndio uliozoeleka kuliwa sana. Wadhurati, na mahindi. Wama yaqtatuhu an-nasu fi kulli baladin bihasabihi, na kile ambacho watu hula katika kila nchi kulingana na walivyozoea. Taib, kwa ajili hiyo utapata al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi amekwenda kwa kauli ya kuwa yajuzu kutoa zakatul fitri nyama na samaki. Wallahu a'lam, hadha al-qawl qawi, hii qawl ina nguvu. Na nitajaribu kusoma maneno ya al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, kisha nitataja katika maulama muasirin ambao wameaid hii kauli ya kuwa je, yajuzu kutoa zakatul fitri nyama, na ikiwa tutatoa nyama tutatoa kiasi gani? Sawa. Haya, wale mnaosema na nyama nani atampa, haya toeni nyama. Sasa tuwapa kauli za wanaoviona wanasema waweze kutoa nyama. Kwa hivyo wenzako wakitoa mitele, wewe toa nyama ili msaidiane. Sawa. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين، سيما ابن القيم رحمه الله: وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة. يعني vile vyakula vilivyotajwa katika hadithi ndio vilivyokuwa vyakula zaidi vikitumika Madina. Ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akavitaja tamar, zabib, aqid na vinginevyo. Kisha akasema: فأما أهل بلد أو محلة، أما watu wa nchi au sehemu, qutuhum ghair dhalika, chakula chao si hiki, yani bimaana hakuna mtu yuwakai wala zabibu ama yuwala tende kama chakula chake. Fa innama alaihim saa' min qutihim, hao watatoa pishi katika kile wanachokula wao. كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب، كما wale ambao chakula chao kwa mfano ni mahindi au ni mchele au ni tini au chochote kile katika hizi nafaka. فإن كان قوتهم من غير الحبوب، ikiwa chakula chao si katika hizi nafaka, kalabani wallahmi
والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان watatoa fitri yao katika kile wanachokula kile kitakavyokuwa. Kwa hivyo akajuzisha kutoa katika nini? Maziwa. Bimaana waweza kumpa mtu maziwa ikawa ndio fitri. Yapimwa vipi tutazungumza. Samaki pia. Lahm. Kwa mfano wale watu wanaoishi kule, na Ibn Uthaymeen pia tutasoma fatwa yake atataja. Wale wanaoishi kule sehemu za barafuni, kuitwaje, North Pole kule. Umpelekee sima yako ifanyeje? Wale watu wala nyama tu kule. Hali sima kwa mfano. Wale wala nyama zaidi, bali nyama yaweza kuwa ndio chakula chake haswa. Na ndio aishi vizuri kule, ale nyama, mafuta, ili mwili wake upate nini? Joto. Ndio hali waliozoea. Sasa kule waenda kutoa nyama fitri, sababu watu wamezoea nyama ndio fitri. Au waishi mahali watu wala samaki zaidi. Sasa ndio nasema kuna wale ambao wasema kuwa alafu tukimpa mchele na wewe mchele na wewe mchele, wewe toa samaki na mwingine atoe nyama. Alighada samaki ama ghada alinyama, jioni apike samaki, maskini aenjoy na yeye pia awe amekula vizuri kabisa, hakuna matatizo. Mwanzo sasa hivi nchi nyingi ukienda chakula kibora kabisa nyama, nchi nyingi. Ama sivyo bwana? Wasemaje bwana? Ndivyo sio? Ndivyo hivyo. Kwa sababu lau kama utapiga mchele leo bila nyama, kesho bila nyama, kesho kutwa bila nyama, na mtondogoo bila nyama, mwisho jamaa talalamika sana, la jamaa, namna hii bwana. Kwa nini? Kwa sababu yachukuliwa ni neema kubwa mtu kula nini? Nyama. Tuelewana sio? Ndio maana akataja Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, Allah ibarik fikum, hadha qawlu jumhur ulama. Kisha kanasibisha hii qawl kwa nani? Kwa jumhur ulama. Wa huwa as-sawab alladhi la yuqalu bighayrihi. Asema ndio kauli ya sawa, bimaana hakuna kauli nyingine itakuwa sawa isipokuwa hii. Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi wasallam, idhil maqsud, sama kusudio nini? Sad hajat almasakin. Makusudio ni kuziba haja ya maskini يوم العيد, katika siku ya Eid. Wa muwasatihi, na kuwaonyesha kuwa mko pamoja na wao, min jinsi ma yaqtatuhu ahl baladihim, kwa jinsi ya kile ambacho watu ndio wanachokula katika sehemu ile. Wa ala hadha fayujzi'u ikhraj ad-daqiq wa in lam yasih fihi alhadith. Na kujengea haya pia yajuzu kutoa unga, ni badala ya mtu kutoa kwa mfano ngano akatoa unga wa ngano, badala ya mtu kutoa mahindi akatoa unga wa mahindi, pamoja na kuwa haikusihi hadithi katika hili, lakini yajuzu kutoa nini? Unga. Hebu wefikiria wampa maskini mahindi gunia zima, mpe apike bisi ndio wale, si lazima atakwenda kufanya nini? Kusaga. Sasa wewe ukamsagia ukampelekea ule unga, tayari yafanya nini? Apike atumie. Mfahamu nafikiri hapo yajuzu. Hii ni kauli ابن القيم رحمة الله عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: ولكن إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرا, ikiwa chakula cha watu sio nafaka wala matunda, bal lahman mathalan, ikawa ni nyama mathalan, مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي أو الشمالي, ولو نوكاكوا لنورث بول القطب الشمالي, فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم, chakula chao na kile wanachokula mara nyingi huwa ni nyama.
فالصحيح أنه يجزئ إخراجه قول صحيح نكوى يجوز كتوى النيامة ikiwa nimeamua kutoa nyama kiwango kitakuwa ni kiasi gani zimekuja hadith zinazungumzia kiwango kinachotolewa katika zakatul fitri kuwa ni saa pishi bimaana yapimwa kwa kutumia pishi ambayo yaitwa kail yukal bisaa فإذا اختار المسلم أن يخرج زكاة الفطر لحما كمفانو mtu akachagua zakat alfitri atoe nyama mimma yuzan wala yukal au chochote kingine kwa mfano katika kile ambacho chapimwa kwa mizani akipimi kwa nini kwa kaili fa innahu yuqaddiru az-zakata bilwazni katika hali kama hii itapimwa zaka kwa uzani الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أسمى ولكن يرد علينا أن صاع اللحم يتعذر كيله huwezi kupima kwa kail ishiyatين ya nyama فنقول إن تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن ikiwa haiwezekani kutumika kail turudi katika nini uzani وقد نص العلماء على مقدار زكاة الفطر إذا أخرجها لحما الله أوجز خير ونوفيون hawakuacha kitu mpaka katika zakat al-fitr ikiwa mtu ataka kutoa nyama pia wakataja kiwango jaa fi hashiyat ad-dusuq al-maliki rahimahullah قوله وبالوزن من نحو اللحم قال أي من اللحم ونحوه كاللبن بأن يخرج 5 أرطال وثلثا بالبغدادي na hiki ni kiwango kimetajwa kilichokuwa kitumika wakati wa huyu mwanachuoni aliandika maneno haya akasema ni ratl 5 رطل 5 na thuluthi والرطل معيار يوزن به ni kiwango ambacho chatumika yani kupima kama vile kusema kilo 1 au kilo 2 au kilo 3 وهو مكيال ايضا وقد انتهى كثير من الباحثين الى ان الرطل البغدادي 408 جراما رطل moja kibaghdadi kwa gram ni gram 408 wengi katika wale waliofanya utafiti wakasema hivyo وبناء على هذا kujengea hayo zakatul fitr itakuwa ngapi hapa amesema ni ngapi ratl 5 na thuluthi itakuwa ni gramu 2176 ambayo ni takriban kilo 2 na robo tuseme takriban haikamiliki lakini tukisema mtu kwa mfano akatoa kilo 3 ihtiyatan akatoa kilo 3 itakuwa imeingia katika kile ambacho champasa kutoa katika nyama kwa hivyo unapokwenda kununua samaki wako nunua samaki kilo 3 mtoe zaka unapokwenda kununua nyama nunua nyama kilo 3 utoe zaka wallahu a'lam yajulikana kuwa takdir as-sa' bil wazn inma huwa taqrib ni kukaribisha tu lakini haziko sawa kwa sababu ukipima kwa mfano kipimo cha tende kwa kutumia kibaba chako ukatoa 4 ukapima kisha namna hiyo hiyo ukapima mchele uzani utakuwa sawa haui sawa tende ni nzito zaidi sio tuelewana hapa tukizungumza kwa hivyo ni kukaribia kwa hivyo ikiwa tokaribisha tu ule uzani basi tutasema kuwa kwa sababu saa yapishana kulingana na kile kinachopimwa pale basi idha ihtata almuslim wa akhraja akthara min dhalika fahuwa afdal ihtiyatan muislamu akitoa zaidi ya hapo ni bora zaidi
kwa hivyo yajuzu kwa mtu kutoa katika nini, katika nyama au samaki, au akatoa maziwa kwa mfano lita 3 hivi akatoa zaka maziwa, zakatul fitri, ikiwa ndiyo kile kinacholiwa katika ile sehemu, yajuzu hivi. Wallahu a'lam. طيب makoronya, ni mweza kuona nimezungumza kama nafanya mzaha. Wallahi nauliza ukweli, sifanyi mzaha. Makoronya yajuzu kuyatolea zaka? Naam. Kwa mfano uko Somalia watu wala makoronya sana mle, sio? Je, yajuzu kutoa makoronya zaka? Naam, yajuzu. Maadamu ni chakula ambacho chaliwa zaidi pale mahali, basi yajuzu kutoa zaka. Tumeelewana sio? Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Simamia hapa itakuwa sawa, sio? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.